Jana Juni 18 mwaka 2025, vyombo vya habari vya Irani viliripoti kuwa Israel ilidukua kwa muda matangazo ya televisheni ya taifa ya Irani na kurusha picha za maandamano ya wanawake pamoja na ujumbe wa kuhamasisha raia kuandamana dhidi ya serikali. Tukio hilo limeibua taharuki kwenye kipindi ambacho uhusiano kati ya mataifa hayo mawili ni tete kufuatia mashambulizi ya kijeshi yanayoendelea. Gazeti la Hamshahri kupitia kituo chake cha Telegram limesambaza video ya tukio hilo ikionyesha vipande vya matangazo yaliyodukuliwa sambamba na maandishi yaliyosomeka, wavamizi wa mitandao wamepenya televisheni ya taifa na kutangaza wito wa watu kuingia mtaani. Baada ya tukio hilo, televisheni ya taifa ya Irani ilitoa onyo kwa watazamaji wake ikieleza kuwa hali hiyo imesababishwa na mashambulizi ya mitandao yanayofanywa na adui wa Kizayuni ambayo yanalenga kuvuruga mawasiliano ya satellite. Kwa kile ambacho kinaonekana kuwa uthibitisho wa tukio hilo, msemaji wa Israel katika Umoja wa Mataifa Jonathan Haronoff pia alishiriki kipande cha video hiyo kupitia mitandao yake ya kijamii. Video hii inaonyesha maandamano ya wanawake na raia yaliyotokea mwaka 2022 kufuatia kifo cha Mahsa Amin, mwanamke aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi wa maadili wa Irani. Tukio hilo limetokea wakati ambapo serikali ya Irani imeanza kupunguza upatikanaji wa huduma za internet nchini humo, ikidai kuwa Israel inalenga kutumia kama chombo cha kijeshi kuingilia mawasiliano na mifumo ya ndani ya taifa hilo. Mapema Ijumaa, Israel ilianzisha mashambulizi ya anga dhidi ya Irani kwa lengo la kuharibu programu ya nyuklia na makombora ya masafa marefu ya Jamhuri ya Kiislamu. Israel imeeleza kuwa programu hizi ni tishio la moja kwa moja kwa uwepo wa taifa hilo. Irani ilijibu mashambulizi hayo kwa kuzindua makombora ya kivita na ya masafa marefu kuelekea vituo vya kijeshi vya Israel, hatua iliyosababisha vifo na uharibifu mkubwa. Ingawa Israel imesisitiza kuwa kampeni yake ya kijeshi hailengi kuiangusha serikali ya Irani, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa kauli kadhaa zinazodokeza kuwa mabadiliko ya uongozi Teherani yangekuwa matokeo yanayokubalika. Katika mahojiano ya Kebrania yaliyopeperushwa na channel namba 14 Jumatano hii, Netanyahu alisema kuhusu wananchi wa Irani, mwisho wa siku ni lazima wao wenyewe wasimame, lakini sisi tunatengeneza mazingira ya mapinduzi. Aidha, alidai kuwa 80% ya Wairani wanachukia utawala uliopo, ingawa hakutoa chanzo maalum cha takwimu hiyo. Katika mahojiano mengine na Fox News siku ya Jumapili, Netanyahu alisema kuwa mabadiliko ya utawala wa Irani yanaweza kuwa matokeo ya kampeni ya sasa ya kijeshi ya Israel, ingawa hakutamka wazi kuwa hilo ndio lengo kuu. Tukio la kudukuliwa kwa matangazo ya television limezua maswali kuhusu usalama wa mitandao ya Irani na linatazamwa kama sehemu ya vita vya kisasa vinavyohusisha si tu silaha za kawaida bali pia mashambulizi ya kijamii na kisaikolojia kupitia vyombo vya habari na teknolojia ya mawasiliano. Wakati huo, jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa makini mvutano unaozidi kupamba moto, kuitwa kutafuta suluhisho la kidiplomasia ukitolewa na baadhi ya mataifa na mashirika ya kimataifa. Hali ya sasa inaonyesha kuwa mbali na mapambano ya kijeshi, vita vya taarifa na ushawishi pia vinachukua nafasi kubwa katika mzozo kati ya Iran na Israel, mzozo ambao unatayarisha si tu usalama wa kanda ya Mashariki ya Kati bali pia dunia kwa ujumla. شما مفهوم آزادی زمان، شجاعت آنها و آرزوی مردم آزاد دنیا برای زندگی خوب و آرام را دوباره تعریف کردید. فعلا نمیخوام عوض کنم. ساکت. این لحظه شما به خیابان‌ها بروید، بر آینده خود تصور کنید. این در دستان شماست و ممکن است حکومت در حفاظت از حریم هوایی ایران شکست دهد. خب اینا الان چجوری میخواید نشون بدید شبکه‌ای که Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na
kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree, wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.